La voix du peuple, média en temps réel. L'information en temps réel, des faits vérifiés, des reportages exclusifs et l'actualité qui vous concerne. Informer avec vérité, servir avec responsabilité. Sauti ya Wananchi, chombo cha habari cha wakati halisi. Habari kwa wakati halisi, taarifa zilizothibitishwa, ripoti za kipekee na matukio yanayokuhusu moja kwa moja. Kutoa habari kwa ukweli na kuhudumia kwa uwajibikaji. Tayari watu wanaanza kuingia kwenye uwanja wa Kalenga kushuhudia mtanange mkuu ambao utakwenda kuwapambanisha kati ya timu FC Flambora dhidi ya wajaji wa muungano wa wachezaji wa hapa Kazimia. Tuko kwenye uwanja tayari na mnaona gisi mashabiki wengi wanaingia kwa shambra kwa kusubiria mtanange ambao utakwenda kuganisha kati ya timu ya FC Flambora kutoka katika mji wa Baraka dhidi ya muungano wa wachezaji wa Kazimia, huku ikijulishwa kuwa tayari timu ya FC Flambora imeisha piga michuano mitatu kupoteza moja na kunyakua ushindi wa michuano miwili. Mchuano wa kwanza umekwenda kuwakutanisha dhidi ya FC Flambora na FC Nganja Sport, ambapo ushindi ulikuwa wa Nganja Sport kwa mabao 2-1 na mechi ya pili wa vijana wa FC Flambora wamekwenda kuibuka ushindi ya bao 2 dhidi ya wajaji wao wa Kazimia Sport. Na hiyo jana kulikuwa mtanange mwingine ambao umekwenda kwa kukutanisha Mabele ya Bakoko ya hapa Kazimia dhidi ya FC Flambora. Ushindi ulikuwa wa FC Flambora kupitia bao lao mmoja ambao wamepata katika kipindi cha pili, na kwa sasa tuko tayari kwenye uwanja kusubiria mtanange mnamo dakika chache. Mtanange huo ambao ni mchezo wa kirafiki wa mwisho wa FC Flambora kwenye michezo 4 ambao wamekuwa wamepangilia kuicheza hapa Kazimia. Hao ni watu ambao wanaanza kuingia kwenye uwanja. Naona namna gani watu wanaingia hapo polepole. Tayari watu wanachangamkia kuingia kwa wingi kwenye machi hii inayosubiriwa kwa hamu sana. Hamu sana. Hapa tukiwa tayari nje ya uwanja, watu wanaingia kwa wingi kwenye mtanange huu ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa. Tutakwenda kuwakutanisha umoja wa wachezaji, muungano wa umoja wa wachezaji wa Kazimia dhidi ya FC Flambora kutoka katika mji wa Baraka. Hapa tuko kwenye uwanja wa Papa Kalenga, ni katika kijiji cha Kazimia tarafani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini. Tunaona wachezaji wa muungano wa wachezaji wa Kazimia tayari wameanza kuwasili moja baada ya mwingine, ila bado kuingia rasmi katika uwanja. Tunaona walinda amani tayari tunakaribia kuingia kwenye uwanja. Tunaona wachezaji wa muungano wa Kazimia tayari wameanza kuwasili kwenye uwanja wa Papa Kalenga. Tayari tumewasili kwenye uwanja wa Kalenga. Hao ni wachezaji wa timu ya FC Flambora ambao wamewasili tayari kwenye uwanja wakiwa katika kuchangamsha ili ile tunaita échauffement. Les joueurs de FC Flambora en provenance de la ville de Baraka, déjà au stade Papa Kalenga, sont en train de s'échauffer. Leo ni
mchezo wao wa mwisho wa kirafiki ambao utakwenda kuwakutanisha dhidi ya muungano wa wachezaji wa Kazimia, na mnamo dakika 90 tutakwenda kufahamu mshindi nani, ikifahamishwa kuwa FC Flambora imepata ushindi wao kwa urahisi wa bao moja kwa nungi dhidi ya wajaji wao wa Mabele ya Bakoko, hiyo jana siku ya 6 ya tariki 26. Tayari marefari wamewasili, hao ni marefari tayari wamewasili, mnamo dakika chache mpira utakwenda kuanzishwa rasmi ili kusubiria kuone mshindi nani. Hapa tuko kwenye sehemu ya publique, tribune kwenye uwanja wa Papa Kalenga, ni katika kijiji cha Kazimia. Unaona, unatazama gisi watu wamekwenda kuingia kwa wingi na wengine wanazidi kuingia. Tunamwona refari Eriti Hussein kutoka katika mji wa Baraka. Tayari marefari wanawasili kwenye uwanja wa Papa Kalenga. Mnamo dakika chache mpira utakwenda kuanzishwa rasmi, ila sehemu zingine bado kuna wazi. Mache bado kuanza, utakwenda kuambiliwa yote katika mchezo utakao karimu dakika 90 bila kusahau zile za nyongezo. Wachezaji wa muungano wa Kazimia wanaanza kuwasili kwenye uwanja. Kwa mashabiki wengi wanaingia kwa wingi kama tunavyowaona hapo. Tayari muungano wa wachezaji wa Kazimia wamewasili kwenye uwanja. Wachezaji wanakwenda ili kuanza mechi rasmi. Hao ambao wamevalia jezi ya nyeupe ni FC Flambora kutoka katika mji wa Baraka, na wanaovalia rangi ya John ndio muungano wa wachezaji wa hapa Kazimia. Na tuko tayari kwenye uwanja wa Papa Kalenga ili kusubiria mtanange ambao unasubiriwa kwa hamu. Mtanange huu utakwenda kuwakutanisha vijana wa FC Flambora. Katika kipindi cha kwanza mtakwenda kujua matokeo rasmi. Unakosa mtu hapa. Kapteni. FC Flambora kutoka katika mji wa Baraka.
Hao ni vijana wa FC Tambora. Numu munja kuja postere monos. Ni muungano wa wachezaji wa Kazimia. Bila Mose shikilia kidogo. Kuna angalia pembeni na nini? Muungano wa wachezaji wa Kazimia ambao wako tayari uwanjani. Na dakika chache tutakwenda kushuhudia mtanange mkuu. Tunaona staff ya FC Tambora ambao ni kiongozi mwandishi zake katika uwanja wa Papa Kalenga, wako kwenye tribune kwa kufikiria matokeo mazuri kwenye timu yao. Mpira unakwenda kuanzishwa rasmi. Ni katika ile mapande ya saa 10 na dakika 5. Mpira umekwenda kuanzishwa. Nitapita hapa alipata na naenda hivi. Unazunguruka hadi huku jana kia kawangu. Unaona vitu vya hata mbona na mkaka mnaleta ukimaliza hapo kila mtu nikelete kilete branda lia kwenda kila mtu atenda mavela na wanja bado zina la bande rouge alama Sergio Ramos. Joas.
Yongo atakufa ulitire muziki hapa. Atavunia kwa tendera moja. Alikuwa tushe shati gani? Opa! Sasa Mputu, ule pete kuna deserte sana, ule nefu kuna deserte pale sana. Domina baja. Tole kama nzime mama okay? Baba masa. Oh tole kama mama okay? Mama ni boko tole. Oh, tole wa mtilani ni. Ni kilo. Ini dia cuma pam.
Mani maruseti mulu oingela mana nkanjo ali maru oingela kati mana mulu kuteteme ala ombolo na nkanjo ali maru ila ni mulu ila la tata kuna mtu pala zamani selección vamos parece una tumba. Mulu kidogo Allez, ça doit, les équipes à la maman, elles m'ont dit que Bakoni kiwanja wote. Sema kama kiwanja simstari. Mkubwa utafanya baloni. Burudani hivi kidogo unatenga maana teknisi kale penalty ndo kabali kale kwa shetani kale amini baraka hiyo. Sasa umalo kudoba bwela. Jambo sabai. Sasa unaona sasa. Mwe mko mwe. Mko mwe wote mtatoka mwe wote. Mwe. Viens qu'il est maîtrise, viens qu'il est.
Ukambe ule mpira ananyoa asi kule rukuku. Ule mpira pele kabisa. Tunapingila. No. Ose wa no mo vumani yo kambi choto kama atomo. Vetera. Ase. Choto mapema. Safi sana tu. Burudani. Nasri. Natoka hiyo. Automat. Tunashuka beti. Unaingia mkwe. Matrize! Burudani! Kule gilaro. Ay makini gilaro. Hola, pato.
katika kipindi cha mapumziko wakiwa FC Flambora 0 muungano wa wachezaji wa Kazimia 0. Ni katika kipindi cha kwanza, tukisubiria katika kipindi cha pili ili tufahamu matokeo kamili ya mwisho wa mechi. Nous sommes à la mi-temps au stade Papa Kalenga entre FC Flambora et la sélection de Casimir. Le score reste de 0 but partout à la pause. Taarifa hizi zinatokea katika media nyingi ambayo imetiwa voiceover.net. Nataka kujiunga nasi, tumia namba hii +243 082 15 16 994 +243 82 15 16 994 au kwenye namba ifuatayo +243 82 12 15 912 +243 82 12 15 912. Unakwenda kwenye mapumziko, timu zote zikiwa bila kuwezana, na mnamo dakika 90 tutakwenda kuwatolea matokeo rasmi na kufahamu nani aliyefaulu katika mtanange huu mkuu. Mechi hii inakwenda kuchezwa na umati wa watu wengi wenye kutoka sehemu mbalimbali ili kuja kuhudhuria mechi hii ya kirafiki ambayo imewakutanisha wachezaji wa FC Flambora kutoka katika mji wa Baraka dhidi ya muungano wa wachezaji wa hapa Kazimia. Ila kwa sasa timu hizi bado kufungana wakiwa kwenye kipindi cha mapumziko. Nasema mimi wapako niharibishe nifanye nini kusafari na mimi najiaminia Afrika tenda wanilie atakale sawa simame Ni katika kipindi cha mapumziko, mnamo dakika chache na kipindi cha pili kitakwenda kuanzishwa rasmi. Huu ni upande wa muungano wa wachezaji wa Kazimia ambao tayari filimbi imechapwa ili kipindi cha pili kianzishwe rasmi. Matokeo ni 0-0 dhidi ya FC Flambora na muungano wa wachezaji wa Kazimia. Kurejea kwenye maeneo yao ili kipindi cha pili kianzishwe. Huu ni upande wa vijana wa muungano wa Kazimia Sport. Huyu hapa ni goalkeeper. Wachezaji pikana vile vile hata itoa pikana vile ya 0-0 baingizana watu mpira bado kuanzishwa katika kipindi cha pili. Kuna tatizo ndogo ambazo zinatatiza huku timu ya FC Flambora ikidai kuwa mpira wao umetoka nje katika kipindi cha kwanza, na hadi sasa mpira huu bado kuonekana. Hayo ni matatizo ambayo yanasababisha mechi kutokuendelea katika kipindi cha pili. Hao ni wachezaji wa FC Flambora wakiwa wanachanganisha ili kusubiria kuanza kipindi cha pili.
kipindi cha pili kimeanzishwa rasmi. Pole pole. Unajije makosa uno, nenda Tanzania kule. Jojo. Eso come stai no? Non c'è il parterre. Na unarudia hivi. Ndio. Bado utapitia sana Angetaka amani. Amo etilo ani boko adezo. Amo keke kazaza wewe. Mama ndio ndio kano. Ake usota amana kama sindi ya yao. Ndio shule. Wajua sasa ile. Mwana hadeli. Bano bako mana ule mtereke ile kawaida ifungana ino. Alambio wako manda makeke. Pareza naba. Mango oso twablo ko simaja yonga abo sira kwa. Ame ko bi ulo se bi. Batina paraja balutina. Kedi na alumumba. Balada. Ale kadame ba prenda voz na kana. Tu ye. Eso
Nana faz o patela mole pewanja mumu yana. Isso é não pra. Bawa jezia. Bawa jezia. Dokume mwina binga. Sabina pedazo no una patada. Bien cuidado Yo la voy a para la red. Pate shukuru sababu nayo. Bola tahu ayo itu segera. Wewe nayo baba. Ni mana manga bwana? Oh ya kidogo. Ana kwao. Mama.
Nauliza hivi tu wale walicheza kama Pangele no veo sasa. Tangu ya kutoa mbele. Anacheka mbala vile, hata kana cheka. Alipira kadi bwana. Sio yaka yende. Pageli na mbele wewe kitu. Ni mapema. Sasa mbaya sana. Pata mwenzako ile shule lo makafela. Sawa maana no sasa. Hakuna garde sasa ule haraka. Uliza kila mtu maisha kitaka haraka garde maisha unaga ya flambo ya muone. Flambo baraka yote. Baraka tunakupaka flambo. Sisi tunaliwa trek. Masanza kwani acha wapi? Kuna garde balikuwa hapo mwangemuingilia kidogo angekuwa ule fadhili wa. Le petit moulin. Shukuru. Na kitu achia. Napenda sifa gambo. Napenda flambo kweli. Lakini ya ule. Ino ile timu tosi timu uwa. Shukuru kafanya haya. Baba. Ile balo za vile kwa ajabu. Hakuna foto. Ngoja shukuru bwana, alipira vile. Wewe ni mteti. Hambe. Mwaka mbili. Mwaka msaada. Leve.
Huyu. Sasa. Basi joja kuanga joja ni. Kumbe kubaba. Naona kupeleka sawa. Naona Tukeleke unalopika pasi hii. Sasa. Acha niangu. Kupiga kiki huyo. Piga kiki. wewe kaka wewe. Sawa. Bado. Amengera. Karibu. Tanguliza hao kidogo. Sasa naona Wewe utaikuta. utakuta wai. Maeneo yangu. Tuambia habari. Mabu. Unapiga bie, acha namisha maboto kule. Anacheza. Tegemea alofungwa na Bele alofungwa, lakini mwanzilishi anja afunga. Ona selection ida anganja au matuka ama Bele matuka anganja akajenga matuka mshifunge sile ngani bagran zero basi sisi sangani ite achi ano bi asa ano tawafunga dino wende wewe mume majani mume faka selection abenyo kufunga nganja no hapo sasa hivi wasu beno ama Bele ito sasa hivi wasu ebu ya atu kutoka besho nganja Mpaka ndio ambapo kumana na chiko anu. Hapo piga tangu ni wewe piga tangu. Karanga mpira tu mwana wao hivi. Mama fungwa ali. Bitanye oni. Selection yafunga. Bravo.
Ope. Bimarqué. Eso Clamora gagne. Eso Clamora gagne. Bimarqué. Eso Clamora gagne dans les temps additionnels. Très beau bimarqué. Le but marqué exceptionnel, les joueurs les plus compétitifs, et Tongano les grands meneurs, et Tongano marque son but marqué. Lamboya lazimisha mechi, goli. Les grands héros du FC Flamora, grand héros. Tongano ameingiza goli katika dakika za nyongezo. Flambeau moja, muungano wa wachezaji wa Kazimia 0. Upande wa FC Flambora wakishabikia goli, naona wakiwa katika furaha makochi. Ni katika kipindi cha lala salama ndipo mchezaji machachari Tongano amekwenda kusawazisha goli katika ile wanaoita lala salama. Wanamemba wa upande wa muungano wa wachezaji wa Kazimia wamekwenda kusonga lanzimeni wa upande wa ngambo ya juu kufanyia fujo. Mpira umesimamishwa, ila kwenye dakika 5 za kuongeza tayari zimekwisha. Hapa tunasubiria filimbi ya mwisho kupigwa. Tayari mchezo umekwisha.
FC Flambora wamekwenda kuwapa raha wanasoka wao, huku wakishinda mechi 3 na kupoteza moja kwenye mechi 4. Ni kweli klabu ya FC Flambora kutoka katika sekta ya Mutambala imekwenda kuonesha mchezo mkali kwenye sekta ya Nganja, huko na kutoka wabingwa kwenye mechi 4 na ushindi wa mechi 3 na kupoteza mechi 1. Machi imekwisha, timu ya FC Flambora ikichukua ushindi wa goli 1 katika kipindi cha lala salama. Hapo wameshangilia ushindi wao. Jambo kiongozi. Jambo sana. Naona ni furaha iliyoje kwa upande wako siku ya leo. Ndio. Unajihisi namna gani baada ya ushindi wako siku ya leo? No, mimi nilikwambia depuis jana, niliambia wafanatike, nikaambia watu ya Kazimia kama sioni wajuere ya kucheza na mimi. Mache ya kwanza baliniibiaka kwa kupatia ekipe ya kwao goli ya bongo, lakini wakucheza kabumbu sikuona timu inaweza nifunga. Niliwaambia na selection yao nitaipiga. Na umeweza kutoka na ushindi wa bao 1, lakini Kitambaa imeonekana kuweza kutishiwa usalama kwa kudai eti goli lile lilikuwa ni offside. Unaweza kuzungumzaje kutokana na hiyo? Unajua wafanatike ndio kazi yao. Pale hakukuwa offside. Balo ilikuwa defenseur iko hapa, gardien iko hapa na defenseur. Juera anapiga karongo na iaza pale. Offside iko hapa. Nganja kidogo. Naam. Tayari umecheza mechi 4. Una ushindi wa mechi 3. Mechi 1 tu pekee ndo ambayo umeweza kupigwa katika uwanja huu Papa Kalenga. Je, unatarajia kuja kwa mara nyingine katika uwanja huu kwa ajili ya kucheza? Mimi siwezi nikakataa kuja. Ila hii mambo ya fujo ndio yenye mimi naweza tuma mimi sifike. Juu mpira sio fujo. Unapigwa unaitika, au kupigwa unafunga, basi kabumbu inasimamika. Upigwe unile na mbao. Ulisema kuwa umekuja kwa ajili ya kuangalia vipaji vya vijana wa huku. Ni vijana wapi ambao umeona hao vijana wanakufaa ambao unaweza kaenda nao? Mimi ndio ule Mnganja Sport niliona vijana 4. Naam. Tony Cross, uko Shaq, uko Zegume, uko na wengine. Kisha mnani ndio ekipe ganile mpaka kuko shero mwa ule point walimtoa, lakini antreneur alifanya vibaya kwa kumtoa ule mchezaji. Kwa siku ya leo ule ni mchezaji mwenye anatisha wa defenseur. Sasa hata afungi, lakini anatisha wa defenseur. Nafungua naye alimtosha, akakata nguvu, alipunguza nguvu kule mbele. Unaweza kuambia nini, kwa sababu kuna timu ambazo utapunguza wachezaji wao, unaweza kuambia nini, au kuna makubaliano yote ambayo yamefanyika kati ya Flambona na hizo timu? Hata mimi tulihusisha wachezaji wengi sana. Hii Flambo hawa wenye niko nao ni generation ya timu, naanza kumalisha wazuere wa Flambo wa mingi, wakina Mosi unaona haiko hapo. Mosi iko Baraka, lakini nilimwacha juu alikuwa na sanction kadogo. Huko wengine walikuwa maexame, wengine Burundi, wengine wapi. Na wazuere wa mingi mimi natoa na forme, wengine natafuta na jaza. Kwa hiyo kimaanisha wachezaji wote 4 ambao umetaja unawanunua? Nitawanunua, mimi sitabeba kwa bure, nitawanunua. Vipi, makubaliano tayari yameshaweza kufanyika kati ya timu zao? Hakuna shida, tushaongea na wachezaji, tunabaki tufanye mawasiliano na timu yao. Leo ni siku ya mwisho wewe kukaa hapa katika mji huu wa Kazimia. Wito wako kwa wapendelevu wa soka wote katika mji huu wa Kazimia? Mimi nawaambia nawapenda sana watu wa Kazimia, nawapenda sana, lakini mimi sipendi mambo ya fujo. Mpira wa fujo sio mpira. Mna vipaji vya mzuri, ila muache fujo. Ile fujo ndio inapaka na haribisha kabumbu. Kocha, tunakushukuru sana.
Asante sana bwana journalist. Hamjambo kocha. Labda ungejitambulisha tena. Kwa jina naitwa Ezekiel. Na mwonekana wewe ndio kuwa kocha kwa ajili ya selection ambayo imeweza kumenyana na FC Flambeau siku ya leo. Umeweza kupoteza goli moja. Unaweza kusema nini kutokana na matokeo ya leo? Matokeo ni mazuri kwa sababu mpira ni matokeo. Lakini mojawapo ya kwamba sikuweza kuwa vizuri kwa ajili ya kujitambulisha vizuri ama kujiprepare. Kwa sababu hii nimewahi kufanya mazoezi muda siku chache sana kama siku 3. Na ndio sababu nimeshindwa kufanya kwa maana. Kulikuwa tatizo lolote kwa upande wako kwa ajili ya kuandaa wachezaji wako kwa ajili ya mazoezi? Tatizo lipo. Ilikuwa ni lipi zaidi? Maandalizi ya wakati. Na ni kitu gani ambacho kilipelekea ukose kuandaa wachezaji wako mapema, huenda wangetoka na ushindi siku ya leo? Ni kwa sababu muda ambapo sikuweza kutoa muda mrefu zaidi sana wa maandalizi. Na ni akina nani ambao wapo kwa ajili kwenye ufundi ambao wapo juu yako, huenda wangekupatia muda? Ni serikali ambapo imeweza kufanya mambo kama na hayo, ambapo walifunga sana hiyo message ya mimi kujiandaa vizuri. Unaweza kuambia nini? Kwa sababu mechi hizi hazikomi hapa, huenda Masanze naye akaja. Unaweza kusema nini? Ukawaambia nini serikali? Kufanya kosa sio kosa, bali kosa ni marudio. Nitawaambia nini? Umeweza kushindwa dhidi ya FC Flambeau siku ya leo. Ujumbe gani unawapatia FC Flambeau? Sababu wameweza kutoka na ushindi wa mechi 3 kwenye mechi 4. Ninawasapoti vizuri kwa sababu wamefanya vizuri. Vipi, unaweza kuwapa nini moyo mashabiki zako? Mashabiki wasivunjike moyo, tuwe imara. Wakati kama mwingine tutakuwa vizuri kwa sababu ya maandalizi yatakuwa mazuri pia. Labda kwa upande wa marefa kuna kosa ambazo umekwenda kuziona, sijui na nini la kusema. Matokeo ni mazuri. Matokeo ni mazuri tu, walikuwa sawa na matokeo kama na hayo. Tunakushukuru. Hapo tukiwa uwanjani baada ya mechi kuisha. Hii ni shene yako ya mpira umekwisha kwenye ushindi wa bao 1-0 kwa faida ya FC Flambeau ambao imekwenda kunyakua ushindi wake kwenye dakika za lala salama kupitia mchezaji wao Etongano ambaye ameonekana kuwa mchezaji machachari. Na yeye amekuwa tena mfungaji kwenye mechi ya hiyo jana na mechi yao ya pili. Jana ametoka na bao 3 kwa akionekana meilleur buteur kwenye michuano ya kirafiki. Ukipenda kujiunga nasi ujiunge kwenye nambari +243 82 15 16 994. La Voix du Peuple, média en temps réel. L'information en temps réel, des faits vérifiés, des reportages exclusifs et l'actualité qui vous concerne. Informer avec vérité, servir avec responsabilité. Sauti ya Wananchi, chombo cha habari cha wakati halisi. Habari kwa wakati halisi, taarifa zilizothibitishwa, ripoti za kipekee na matukio yanayokuhusu moja kwa moja. Kutoa habari kwa ukweli na kuhudumia kwa uwajibikaji.